na wengine wingi wamekimbia, na tunawapa salamu tu. Hivi karibuni Ayo TV tulikuletea moja kati ya habari ambayo inahusu vijana waliokwenda kufanya fujo katika ofisi za mji mkongwe Zanzibar na kuchukua pikipiki na vitu mbalimbali katika eneo hilo. Leo hii mkuu wa wilaya ya Mjini Unguja, Mheshimiwa Saidi Mrisho, wakati alipohudhuria kwenye kongamano linalowahusu vijana wasomi katika chuo cha Zanzibar University, anapata nafasi ya kuzungumza umuhimu wa amani na namna ambavyo ofisi ya mkuu wa wilaya na kamati ya ulinzi mjini ilivyoshughulikia swala lile na kuwashughulikia vijana wale ambao walioshiriki kwenye fujo lile. Amezungumza na namna ambavyo alivyoguswa na vijana hawa na namna ambavyo walivyojadili kuhusu umuhimu wa vijana wasomi kwenye amani. Na waona ndugu zangu wameona sasa wakae kwanza kwa siku yenyewe ya leo, kwa siku ambayo tayari kuna threat mbalimbali ambazo watu katika media wanasema kuna uvunjifu wa amani, ambayo hicho kitu nikiwa ni kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama naambia watu wasiwe na wasiwasi wowote na hapatatokea chochote hapa, haswa wilaya ya Mjini. Lakini jambo lingine ni kwamba viashiria vilianza kuleta taharuki, lakini tumevishughulikia na hivi sasa hivi kama ninavyokuambia tayari tumeshazuia vijana wengi sana tuko nao, na wengine wingi wamekimbia, na tunawapa salamu tu. Record tunazo na tutaendelea kuwahakikisha tunawakamata wote waliohusika. Lakini jambo lingine, tuna method mbalimbali ambazo tunazitumia, na ndio hii niliyokuwa naambia vijana wasome. Unafanya nini? Unatumia usomi wako katika kuleta issue ya amani. Ukiangalia wilaya ya Mjini, sisi nashukuru tumepata nafasi ya kusoma. Tunatumia kazi zetu za kiintelijensia masuala ya kuweka amani, lakini vile vile tunawadaka watu wa kutumia amani. Mfano sasa hivi ukiangalia mechi za World Cup, wilaya ya Mjini tumeweka sehemu moja watu wote wa wilaya nzima waje kuangalia mechi pale. Hatuna lengo la kwamba kuonesha watu World Cup waweze kuangalia popote, lakini kuwakusanya vijana kuondoka katika vile vishungu mbalimbali vya TV, lakini wanakuja sehemu moja, wanapata platform moja, lakini na sisi katika kulinda inakuwa ni rahisi kupeleka watu kulinda katika vikundi mbalimbali, lakini leo tunaleta askari kuwalinda katika eneo la Mapinduzi. Manake ile ni usomi na kutumia issue za kiintelijensia, lakini vile vile kuleta amani katika nchi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nilikuwa najaribu kuwapa mifano. Elimu yako unaitransform vipi kupeleka issue ya amani message kwa wananchi wengine. Mimi nimekuwa impressed kwa sababu ukiangalia vijana wetu haswa wasomi ambao ndo wapo katika hizi university ambao wanasoma sheria, masuala ya diplomasia, lakini ana issue za amani, kwa sababu hili ni kongamano ambalo kwanza kabisa ni kukaa wao kujadili issue za amani na vijana msomi katika kuendeleza amani katika nchi. Ni nafasi ya sisi wasomi vijana katika kuhakikisha kwamba tunalinda amani kupitia diplomasia. Diplomasia ni sehemu ambapo vijana wamebobea ndani ya Zanzibar University. Je, tunakwenda kutizama hii elimu ambayo wameipata diplomasia inawasaidia vipi jamii au taifa kwa ujumla, au ina mchango upi? Sisi kama vijana tumeona machafuko mengi yameweza kutokea, lakini tumeona kwamba wasomi wamekuwa ni sehemu ya kupotosha jamii. Lakini hili jambo ambalo si sahihi, tunatakiwa tuwatumie wasomi vizuri na kuhakikisha kwamba ujuzi na elimu wanaoipata ni ya kuisaidia jamii na kuleta usuluhishi mzuri, kwa sababu kupitia vijana kumeanzishwa forum mbalimbali za vijana kushiriki katika maamuzi ya kitaifa. Je, nini mchango wetu? Mchango wetu ni kuhakikisha kwamba sisi tunakuwa mabalozi wazuri huko katika jamii, lakini sisi hatui sehemu ya changamoto. Maana yake tukiamua kukaa pembeni, tuonyeshe changamoto ziko wapi na usuluhishi. Tusilaumu wakati mmoja tu pasina ya kujua kwamba sisi ni sehemu ya kuhakikisha kwamba amani inapatikana. Wanafunzi asilimia kubwa ni vijana, na vijana ndio watu ambao wanategemewa katika taifa letu. Kwa hivyo tumeona kuweka huu mjadala ili kuweza kufikisha ujumbe wetu kwa hadhira na kuonesha kwamba vijana pia tuna haki na tunaelewa mambo yote yanayoendelea katika nchi yetu. Kwa kuangalia matukio ambayo yashawahi kutokea nyuma hapo, asilimia kubwa waliokuwa wameathirika ni vijana. Kwa hiyo tukaona tutumie nafasi hii kuweza kuhamasisha vijana wenzetu kuepukana na changamoto kama hizo. Vijana kutokezea katika hatua kama hizo za kuweza kufuata mikumbo, kwanza ni ukosefu wa elimu, lakini pia zinazosababisha ni ukosefu wa vijana kujishughulisha katika shughuli zao za kuweza kujipatia kipato, na badala yake kuanza kuamua kujitia barabarani katika kuanzisha shughuli nyingine.
Jambo la msingi vijana kuanzia sasa na waanze kujitambua ni wao ni nani na nini wanafanya katika maisha yao. Hichi itapelekea kuondosha hizi sitofahamu, kwa sababu kijana akiwa yuko bize katika kutengeneza msingi wa maisha yake, maanake kuna vitu vingine atakuwa anavitatua kwa utaratibu kulingana kutunza amani, ili na yeye asiharibikiwe katika moja ya jambo lake anaweza kulitekeleza katika maisha yake.